Marekani imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya Iran hii leo mchana Julai 15 mwaka 2026, huku jeshi la Marekani kupitia kamandi kuu ya kijeshi ya Marekani likitangaza kuwa operesheni hiyo imeanza kutekelezwa muda mfupi uliopita. Katika maelezo yake, CENTCOM imesema mashambulizi hayo yanalenga kuendelea kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Iran ambao Marekani inadai umetumika kushambulia meli za kibiashara zinazopita katika mlango wa bahari Hormuz, njia muhimu ya kimataifa inayounganisha Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman. Kwa mujibu wa jeshi la Marekani, operesheni hiyo ni sehemu ya kampeni ya kijeshi inayoendelea yenye lengo la kupunguza uwezo wa Iran wa kufanya mashambulizi dhidi ya usafiri wa kimataifa baharini. Marekani imeeleza kuwa katika miezi ya hivi karibuni, vikosi vya Iran na makundi inayoyaunga mkono vimeongeza matumizi ya makombora ya masafa mbalimbali, ndege zisizo na rubani, boti za kivita zenye kasi na mifumo ya ulinzi wa pwani kutishia meli za biashara na meli za kijeshi zinazopita katika eneo hilo. Maafisa wa Marekani wanasema malengo ya mashambulizi hayo yanajumuisha vituo vya kurushia makombora ya pwani, maghala ya kuhifadhi silaha, vituo vya rada na mifumo ya ulinzi wa anga, vituo vya mawasiliano ya kijeshi, pamoja na maeneo yanayodaiwa kutumiwa na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC kupanga na kuratibu operesheni za kijeshi katika Ghuba. Lengo kuu kwa mujibu wa CENTCOM ni kupunguza uwezo wa Iran wa kutayarisha usalama wa njia za biashara baharini. Mlango bahari wa Hormuz ni moja ya njia nyeti zaidi duniani kwa sababu karibu sehemu kubwa ya mafuta ghafi na gesi asilia inayouzwa katika soko la kimataifa hupitia katika eneo hilo kila siku. Kwa sababu hiyo, mzozo wowote katika njia hiyo unaweza kuathiri moja kwa moja uchumi wa dunia, usambazaji wa nishati na bei za mafuta katika masoko ya kimataifa. Mashambulizi haya ni mwendelezo wa operesheni nyingine ambazo Marekani imekuwa ikizifanya ndani ya Iran katika siku za hivi karibuni. Katika mashambulizi yaliyopita, CENTCOM ilitangaza kulenga makumi ya maeneo ya kijeshi ikisema yalihusisha vituo vya makombora, ndege zisizo na rubani, vikosi vya majini na mifumo ya ulinzi wa pwani. Marekani ilisema operesheni hizo zilidumu kwa saa kadhaa na zilihusisha ndege za kivita pamoja na silaha za usahihi wa hali ya juu. Hatua ya Marekani imekuja wakati mvutano kati ya Washington na Tehran ukiendelea kuongezeka kwa kasi. Rais wa Marekani Donald Trump tayari ameonya kuwa Marekani itaendelea kuongeza mashinikizo ya kijeshi dhidi ya Iran ikiwa Tehran haitasitisha vitendo vinavyohatarisha usalama wa meli za kimataifa na ikiwa haitarejea katika mazungumzo. Kauli hiyo imeibua hofu kwamba mzozo huo sasa unaweza kuingia katika hatua nyingine mpya yenye mashambulizi makubwa zaidi. Kwa upande wake, Iran imeendelea kusema kuwa haitasalimu amri mbele ya mashinikizo ya kijeshi ya Marekani. Viongozi wa Iran wamekuwa wakieleza mara kwa mara kuwa watajibu mashambulizi yoyote dhidi ya ardhi yao na kwamba vikosi vyao vina uwezo wa kulinda maslahi ya taifa hilo katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Iran pia imekuwa ikidai kuwa uwepo mkubwa wa kijeshi wa Marekani katika Ghuba ya Uajemi ndio chanzo kikuu cha mvutano unaoendelea. Wachambuzi wa masuala ya ulinzi wanaonya kuwa kuendelea kwa mashambulizi kati ya Marekani na Iran kunaweza kuongeza hatari ya vita pana zaidi katika Mashariki ya Kati. Endapo Iran itaamua kujibu kwa kulenga kambi za Marekani, meli za kivita au washirika wa Washington katika eneo hilo, hali inaweza kugeuka na kuhusisha mataifa mengine ya Ghuba, jambo ambalo linaweza kuvuruga usafirishaji wa mafuta na biashara ya kimataifa kwa kiwango kikubwa. Aidha, masoko ya kimataifa yanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya mzozo huo. Wataalamu wa uchumi wanaonya kuwa endapo mapigano yataendelea kuongezeka katika mlango wa bahari wa Hormuz, bei ya mafuta ghafi inaweza kupanda kwa kasi zaidi kutokana na hofu ya kusitishwa kwa usafirishaji wa nishati kupitia njia hiyo muhimu. Hadi sasa CENTCOM haijatoa taarifa rasmi kuhusu maeneo yaliyopigwa, aina ya ndege na silaha zilizotumika katika operesheni hiyo, wala tathmini ya uharibifu uliosababishwa. Vivyo hivyo, mamlaka za Iran hazijatoa taarifa rasmi kuhusu mashambulizi hayo mapya, ikiwa ni pamoja na idadi ya waliopoteza maisha, waliojeruhiwa au kiwango cha uharibifu katika maeneo yaliyolengwa.
taarifa zaidi zinatarajiwa kutolewa kadri operesheni hiyo inavyoendelea na pande zote mbili zinavyoendelea kufuatilia hali ya mapigano hayo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.